Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, awali ya yote mimi naomba nimshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye anaendelea kutupa afya njema na siha njema kwa siku ya leo ambapo tunakuja kukutana kwenye jukwaa hili la wadau wa ushirika wa mkoa wetu wa Kilimanjaro. Lakini namba 2, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, chukua pia fursa hii kukupa taarifa ya kwamba wilaya yetu ya Moshi iko salama, tunaendelea vizuri na kazi na wananchi pia wanaendelea na shughuli zao vizuri. Hatuna changamoto kubwa ambayo imepelekea mkwamo katika utekelezaji wa majukumu aidha ya serikali ama ya watu binafsi, lakini pia majukumu ya ushirika. Kwa hiyo tunaendelea vizuri. Yale madogo tunaendelea kushirikia pamoja na kamati yetu ya usalama ili wananchi waweze kuendelea na shughuli zao vizuri sana. Lakini namba 3, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nichukue fursa hii kukupongeza na kushukuru kuja kuungana na jukwaa la ushirika na kutenga muda wako kwa ajili ya kuja kuzungumza na wanaushirika kupitia jukwaa hili. Lakini pia tutakuwa tuko tayari kupokea maelekezo yako yote ambayo utatupatia ili kuhakikisha ustawi na maendeleo ya sekta ya ushirika katika mkoa wetu, ikiwa ni pamoja na wilaya ambazo tunazisimamia kwa niaba yako, inakwenda vizuri sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika dhana ya uimarishaji wa ushirika na lengo mahususi kabisa ya uanzishwaji wa vyama vya ushirika ni kupata nguvu ya pamoja ambayo itawasaidia kama ni wakulima kwenye vyama vya msingi vile vya ushirika wa mazao pamoja na masoko kwa maana ya AMCOS, Agricultural and Cooperative Societies, lakini pia hata katika SACCOS na vyama vingine vyote, si ya mtu mmoja mmoja, bali ni kuunganisha hizo nguvu ili kuwa na maendeleo ya pamoja ya uchumi, ya kijamii, lakini pia kuwa na nguvu ya pamoja kupata huduma za pamoja. Ndio lengo la uanzishwaji wa ushirika. Kwa hiyo tunapoendelea kufanya tafakari kupitia jukwaa hili, lazima tujielekeze pia katika kuimarisha mambo hayo ya msingi ya uanzishwaji wa ushirika ili kuleta tija kwanza kwa vyama vingi vya ushirika, lakini pia kuleta tija kwa wanachama wa ushirika ili kwenda kwa pamoja. Pale katikati watu wasije wakawa wanaachiana. Na katika hayo naomba nitumie muda huu mfupi ambao kutoa salamu kwa niaba ya wakuu wa wilaya zangu na kwa niaba yangu mimi mwenyewe kuendelea kuvisii vyama vya ushirika ikiwa ni pamoja na wasimamizi, bila kuwasahau watu wa KOASCO ambao wanafanya ukaguzi kwenye vyama hivi. Wekeni msisitizo viongozi wa ushirika katika matumizi sahihi ya rasilimali pamoja na mali za ushirika, maana huko ipo changamoto. Mali zote za ushirika na rasilimali zitumike vizuri kulingana na malengo ambayo mmejiwekea ili kuepuka migogoro, manunguniko na malalamiko kutoka kwa wanachama. Matumizi ya rasilimali na mali ni jambo la msingi sana ili ushirika uweze kusimama vizuri. Ninyi mmepewa dhamana kwa niaba ya wanachama, lakini watendaji pia mmepewa dhamana kwa niaba ya serikali. Simamieni vizuri rasilimali. Tukikwama kwenye usimamizi wa rasilimali, ushirika utatekeleza kwa namna yote. Tusipo allocate vizuri asset allocation, tusipo allocate vizuri, kuelekeza vizuri wapi rasilimali zitumike na zitumikaje kwa ajili ya tija ya ukuzaji wa ushirika wetu, hatutaweza kufanikiwa. Matokeo yake yatakuwa ni migogoro, malalamiko, na kila siku itakuwa ni foleni kwa wakurugenzi, foleni kwa wakuu wa wilaya, foleni kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, foleni kwa mrajisi, kwa sababu kuna sehemu hatujasimamia vizuri rasilimali. Kwa mnapofanya tafakari na hilo na mwenye mkasimamia kamilifu ili kuhakikisha mambo yetu yanakwenda vizuri. Nimefarijika na kufurahi sana kuona kauli mbiu yetu inatuelekeza kwenye kulinda ushirika kwa kusimamia uadilifu. Sasa hizi zana uadilifu utaelezwa kwa mapana sana na wataalamu ambao watakuwa wanaendelea kutoa mada kwa maana ya integrity. Ukiwa na uadilifu ambao pia utaongozwa na uwazi, utaongozwa na uaminifu na uwajibikaji, kweli tutakuwa tunakulinda ushirika. Kwa kama alivyosema mkurugenzi hapa, tusiishie tu kwenye kuvaa kwenye kofia hizi na kwenye kauli mbiu. Kama tumechagua uadilifu kama nguzo ya usimamizi wa ushirika, basi sote kwa pamoja, kila mmoja kwa nafasi yake ambayo atakuwa amepewa ndani ya ushirika, asimame vizuri kwenye uadilifu, akiongozwa na nguzo ambazo nimezisema za uaminifu, uwajibikaji na uwazi. Hapo tutasimama vizuri katika
katika ushirika wetu. Kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, viongozi hawa kwa sababu pia wamepewa dhamana ya kuongoza wengine, ni muhimu sana kusimamia pia na kusikiliza na kutoa majawabu na kushughulikia kwa wakati malalamiko na changamoto za wanachama bila kuzirundika na kuziacha, kwa sababu tusiposhughulikia malalamiko na changamoto za wanachama ambao ndio wamiliki na wanaounda ushirika, watajawa na chuki, watauchukia ushirika, watakuwa na malalamiko, baada ya hapo watauacha ushirika uendelee bila ya wanachama. Na chama ni wanachama, ushirika ni watu. Kwa hiyo zinapotokea changamoto ndani kule, zishughulikieni kwa wakati na kikamilifu. Huo ndio uhai wa ushirika. Tusilegelege, tusimame vizuri, tuwasikilize watu wetu.